Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Mvua ya upepo mkali yaizua paa za nyumba 16 kanisa na ofisi Handeni. Serikali yaikosoa CNN kwa kutozingatia maadili ya uandishi wa habari. Viongozi wa dini waaswa kuepuka lugha za kuligawa taifa. Na katika habari za kimataifa, rais wa zamani wa Brazil ashikiliwa kwa kutaka kutoroka kifungo cha nyumbani. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imevitaka vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi kuzingatia misingi ya weledi na maadili ya uandishi wa habari baada ya baadhi ya vyombo hivyo kuchapisha taarifa zenye upendeleo na zisizotoa nafasi kwa serikali kujibu tuhuma zinazoelekezwa kwake. Taarifa inasomwa hapa studio na Mrisho Mapeyo. Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema serikali inatoa wito kwa vyombo vya habari vya kimataifa na vya ndani kuhakikisha vinazingatia maadili kwa kuepuka kuchapisha taarifa za upande mmoja ambazo zinaweza kupotosha umma ama kuchafua taswira ya nchi. Amesema serikali ipo tayari kutoa ushirikiano kwa vyombo vyote vya habari muda wote pale vinapohitaji taarifa sahihi, hivyo hakutakuwa na sababu ya kuchapisha taarifa zisizokuwa na mizani au kutojaribu kuipata serikali ili kutoa ufafanuzi inapohitajika. Naomba kutoa wito kwa vyombo vya habari vya nje kuzingatia maadili na misingi ya uandishi wa habari kwa kuchapisha habari zinazozingatia usawa, haki na uwajibikaji. Kuacha kuchapisha habari za upande mmoja zenye nia ovu kwa Watanzania na nchi yetu ya Tanzania. Serikali ipo tayari wakati wote kutoa ushirikiano kwa vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi pale watakapotaka taarifa. Naomba kusisitiza, sio haki na sio sawa kwa chombo cha habari kuchapisha taarifa za upande mmoja na kisha kutoa sababu kuwa maafisa wa serikali walipotafutwa hawakupatikana, kama ambavyo chombo cha habari cha CNN kimechapisha taarifa zake zilizojaa tuhuma dhidi ya serikali ya Tanzania pasipo kutoa nafasi ya serikali kujibu. Akizungumzia taarifa iliyochapishwa na CNN ikidai kubeba tuhuma dhidi ya serikali pasipo kuomba maoni kutoka upande wa mamlaka husika, Msigwa amesema kitendo hicho ni ukiukwaji wa wazi wa maadili ya uandishi wa habari. Amesema kuwa kitendo hicho pia kimewahi kufanywa na vyombo vingine vya kimataifa vya habari ikiwemo BBC, Al Jazeera na DW, na kusisitiza kuwa hatua hiyo ni ukiukwaji mkubwa wa makusudi wa maadili ya taaluma ya habari. Msigwa amevitaka vyombo hivyo kuhakikisha vinatoa nafasi ya uwiano wa habari, ikiwa ni pamoja na kuipa serikali fursa ya kujibu ama kutoa ufafanuzi kabla ya kuchapisha taarifa zozote zinazowahusu. Kwa kuwa rais ameunda tume huru ya uchunguzi, ni muhimu vyombo vya habari vikajiepusha kuingilia uchunguzi unaoendelea, na kama kuna chombo cha habari kina taarifa za uchunguzi kiliofanya, kiwasilishe katika tume ili taarifa hizo zizingatiwe katika ripoti pale tume itakapokamilisha kazi yake. La nne, kwa waandishi wa habari wenzangu wa Tanzania na wahariri wetu wa Tanzania, kwanza naomba kuwapongeza kwa dhati kwa kazi nzuri mnazofanya kwa weledi mkubwa, kwa umakini na kutanguliza maslahi ya taifa. Najua kuna magenge ya watu ambao wanashabikia nchi isambaratike, yanawashambulia sana kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya nje. Najua. Nataka kuwatia moyo na kuhakikishia mpo sahihi sana, na mmeonesha umuhimu wa Tanzania kwanza na upekee wa nchi yetu. Sio lazima sisi waandishi wa habari wa Tanzania tuige mtindo wa kushambulia nchi yetu na kuiharibu. Hiyo ndio Tanzania. Leo mtabezwa, lakini historia itaandika kuwa nchi iliwahi kupita katika mtikisiko na waandishi wetu wa habari wa Tanzania
walisimamia maslahi ya taifa na nchi ikabaki salama. Tembeeni kifua mbele kwa hilo. Endeleeni na msimamo huo huo. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Mvua iliyoambatana na upepo mkali imezua paa za nyumba 16, kanisa moja pamoja na ofisi ya serikali ya mtaa wa Kwedunguzu uliopo kata ya Malezi katika halmashauri ya mji wa Handeni mkoani Tanga na kusababisha adha kwa baadhi ya wananchi wa mtaa huo kukosa mahali pa kuishi. Taarifa na Elizabeth Kilonzo kutoka Handeni inaarifu zaidi. Afisa mtendaji wa kata ya Malezi Hasani Lugundi anatoa tathmini ya athari za mvua kwenye eneo hilo, huku mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kwedunguzu Abdalla Muando akieleza hali ilivyo baada ya tukio hilo. Nyumba 19 ambazo zinaitegemea sasa na kaya 19 zimeathirika kwa ajili ya tukio hilo. Hii ni miongoni ni pamoja na kanisa moja, lakini na ofisi ya mtendaji wa mtaa ambayo ilikuwa ya muda, pia kituo cha afya, jengo la maabara, pia kuna tukio limetokea. Hali ya wananchi bado hawana amani kwa sababu wakiangalia juu mawingu wanasema kwamba sijui ile hali ya jana inaweza kujirudia tena. Kwa hiyo wapo na wasiwasi, asilimia kubwa wengi wamelala nje, wengine wameenda kuwazima kulala kwenye majumba ya watu wengine. Baadhi ya wananchi walioathiriwa na mvua hiyo pamoja na mchungaji wa kanisa la Pentekosti wanaelezea kadhia hiyo na kuomba msaada kwa serikali na wadau wa maendeleo. Nilikuwa ndani katika nyumba yangu natoka msikitini kuja kusikia, ndio ikawa mvua imeanza, ukaja upepo mkali ndio ukababua nyumba, kuja kushtukia na shangaa ndani kweupe. Kwa hiyo ndio hivyo nikatoka kwenda kuambia majirani wenzangu nihifadhini, nyumba yangu imebabuliwa na upepo. Ndio upepo ukaja, ulivyokuja ndio ukawa nafasi ya kutokea nje hatupati, ndio tukatoka hivyo na watoto, akabaki mama ndani. Alivyobaki ndani yani ukawa upepo umeshakuwa mkubwa, kutoka hawezi. Yani changamoto itakayotukumba kuanzia sasa ni mahali pa kuabudia. Hatuna mahali pa kuabudia. Yani tangu ilivyotokea hatuna mahali pa kuabudia. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba msaada zaidi kwa serikali ili iweze kutusaidia kulingana na hali halisi jinsi ilivyo. Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Handeni mjini ambaye pia ni naibu waziri wa TAMISEMI anayeshughulikia elimu, Mheshimiwa Ruben Kwagilwa, pamoja na mwenyekiti wa CCM wilaya ya Handeni Amiri Changogo wamewatembelea wananchi hao na kuwapa mkono wa pole. Mheshimiwa mbunge wa vijijini ametuchangia shilingi milioni 1. Yaani makofi. Kwa mimi hapo natoa mkono wa pole shilingi milioni 2. Kwa hiyo kwa hizo milioni 3 wataona sasa namna angalau ya kumshika mkono kila mmoja wetu. Yote ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Lakini waheshimiwa wabunge wetu wote wawili kwa moyo wa upendo na upendo wa dhati kabisa wameona na wachangie kiasi kidogo sana ili kuwashika mkono, ili tuone namna ya kujistiri kidogo ili tukaendelea mipango mingine. Kwa hiyo sisi Chama cha Mapinduzi tunapeni pole sana kwa jambo hili ambalo limetokea. Asante sana Elizabeth kwa taarifa hiyo. Kituo cha msaada wa sheria cha Everlasting Legal Aid Foundation kimewataka viongozi wa dini kuepuka lugha za kuligawa taifa kwa misingi ya udini, badala yake wajielekeze kwenye lugha za maridhiano na kujenga umoja wa kitaifa ili Tanzania iweze kurejesha amani iliyodumu kwa miaka mingi. Taarifa zaidi na Mrisho Mapeo. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mkuu wa ELAF Dr. Hamis Masudi amesema taifa kwa sasa linahitaji lugha zinazoweza kujenga umoja wa kitaifa pamoja na maridhiano, lakini si kuchochea vurugu na mitafaruku ya kidini miongoni mwa jamii. Masudi amesema kuwa Watanzania wamekuwa wakishirikiana kama ndugu, lakini lugha za baadhi ya viongozi wa dini zinaelekea kuvunja umoja huo wa kitaifa. Hivyo amewataka viongozi wa dini pamoja na viongozi wa serikali kuwa na lugha njema zenye staha na kuepuka kuhamasisha migogoro ya kidini. Tanzania kwa sasa tunahitaji lugha za uponyaji. Hatuhitaji lugha ambazo zitawagawa Watanzania. Tuache kauli za kidini. Tujenge taifa. Tujenge maridhiano kama familia. Kwa sababu tunakwenda katika maridhiano, lakini hatupaswi kutengeneza vita mpya au kutengeneza migogoro ya udini.
Sisi tunasimama kama taifa, tupo katika udugu wa kitaifa na udugu wenye asili ya ubinadamu, kwa sababu sote tunaamini, wenye dini na wasiokuwa na dini wanaamini kwamba binadamu ana chanzo, na chanzo cha binadamu wengine wanasema ni Nabii Adam, Nabii Hawa, wengine wanasema Adam na Eva, lakini wakimlenga mtu mmoja. Aidha, Dr. Hamis Masudi ametumia mkutano huo na waandishi wa habari kuliomba jeshi la polisi kushirikiana na viongozi kuanzia ngazi ya mtaa na kata kufanya mikutano na wananchi, hususan vijana, ili kumaliza changamoto za makundi mbalimbali na kuepuka viashiria vya uvunjifu wa amani kwa kutumia njia ya mazungumzo. Manake ni kwamba hatuwezi kukwepa kuzungumza na wananchi na makundi mbalimbali. Tunazo mamlaka za serikali za mitaa. Jeshi la polisi lilipaswa zitumie vyema. Sasa hivi ndio ilikuwa kipindi ambacho OCD, OCS na mabaadhi ya makamishna kushuka ngazi za wilaya, kushuka kwenye ngazi za mitaa, kuitisha mikutano ya hadhara, tuseme na vijana. Jamani, hili ni jeshi la polisi, ni mali ya wananchi. Yenyewe mnahisi kuna shida wapi? Haki zenu zinakiukwa wapi? Na namna gani tunaweza tukatatua? Tusikilizane. Si kutoa matamko tu kwenye mitandao ya kijamii. Mikutano ya hadhara ni muhimu sana ifanyike. Hatuwezi kuogopa kusikiliza watu. Na siku zote hata watu wana ghadhabu kiasi gani, usiogope kumwendea kumsikiliza. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Serikali inatekeleza miradi yenye thamani ya zaidi ya bilioni 54 ambayo itakwenda kutatua changamoto ya mgao mkali wa maji unaowakabili wananchi zaidi ya 91,000 katika halmashauri ya mji wa Njombe na kusababisha malalamiko mengi kwa watumiaji wa maji. Taarifa ya Ibrahim Lele kutoka Njombe inaarifu. Mara baada ya kutembelea, kukagua na kisha kutoa elimu ya utunzaji wa vyanzo vya maji na miradi, mkurugenzi wa mamlaka ya maji na usafi wa mazingira mji wa Njombe NJUWASA, mhandisi Robert Lupoja, anaeleza namna shughuli za kibinadamu zilivyoathiri vyanzo vya maji na kusababisha mgao mkali wa maji, na kwamba kukamilika kwa miradi mitatu ukiwemo mradi wa miji 28 unaogharimu bilioni 40 katika ujenzi wake unakwenda kumaliza changamoto ya maji, kwa kuwa hadi sasa ni lita milioni 3 tu ndio zinazozalishwa badala ya lita milioni 10 ambazo ndio mahitaji. Wito wangu wananchi kupitia viongozi hawa wa mtaa ambao wamekuja, twende tukatoe elimu sasa. Kwanza, ulimaji sahihi pamoja na utunzaji. Serikali imekuwa na mipango mbalimbali ya kuboresha ujenzi wa vyanzo kwa ajili ya kuongeza chanzo cha maji. Chanzo cha maji kilichopo ambacho tumekitembelea, ambacho kiko katika hatua ya mwisho, kile chanzo cha Rugengi. Kwa hiyo tutapunguza ule mgao tuliokuwa nao wa siku moja kwa wiki na tutaongeza. Lakini mwarobaini ni uwekezaji mkubwa ambao umefanyika hapa kwenye mradi mkubwa wa mradi wa maji wa miji 28. Wakitoa hisia zao baada ya ukaguzi wa miradi hiyo, baadhi ya wenyeviti na watendaji kutoka mitaa 27 ya kata ya Ramadhani, Mji Mwema na Njombe mjini ambazo zinahudumiwa na mamlaka ya maji NJUWASA wamesema hali ilikuwa mbaya, lakini kukamilika kwa miradi hiyo kuna kwenda kumaliza tatizo la mgao, huku pia wakisema wanakwenda kuelimisha wananchi kuhusu athari za shughuli za kibinadamu kwenye vyanzo vya maji. Changamoto ilikuwa kubwa sana. Vyanzo vilivyo vingi vilikuwa havitoi maji. Mahitaji ni milioni 10, lakini kunapatikana lita milioni 3 na point kidogo, ambazo hata robo kama theluthi hivi ya mahitaji ya wananchi. Kwa hiyo adha ilikuwa kubwa sana. Tumefanikiwa kupita katika miradi ambayo inatekelezwa na tumejifunza kwa kiasi kikubwa tofauti ambavyo tungekuwa tumekaa tu huko. Ukiacha miradi ya maji safi, ziara hiyo imeufikia pia mradi wa maji taka wenye thamani ya bilioni 1.2 unaotekelezwa na kampuni ya Nico Africa, na hapa mhandisi Deogras Mkwama kutoka NJUWASA na Soranus Mhagama wanaeleza manufaa ya mradi huo. Mabwawa yatakayojengwa hapa yatakuwa mabwawa 4, na mabwawa 4 haya sio kwamba tutakuwa tunahifadhi uchafu kwenye bwawa moja. Uchafu utakuwa unapitia hatua tofauti. Kwenye bwawa la mwisho tutakuwa tunaona maji ambayo ni masafi kabisa, ambayo sasa tunaweza tukayaruhusu yakaendelea na mto. Sema nishukuru mipango ya serikali kwa kubuni huu mradi kwa ajili ya maji taka na baadaye yawe safi kwa maelezo ya wataalamu. Niseme kwa mji wa Njombe, kwanza tulikuwa na hilo eneo la kupeleka maji taka eneo la Njosi.
lakini lile eneo lilikuwa nadhani halikuwa rafiki sana. Asante sana Ibrahim Mlele kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amefanya ziara ya ukaguzi katika ujenzi wa daraja la Mkuyuni lililopo wilaya ya Nyamagana mkoani humo ambalo limekuwa likisuasua kwa muda mrefu na kusababisha usumbufu na adha kubwa kwa wananchi kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha. Mwanahabari wetu Emmanuel Maisha kutoka Mwanza anaarifu zaidi. Wakizungumza mbele ya mkuu wa mkoa, wananchi waliojitokeza kwenye ziara hiyo wamesema kusuasua kwa ujenzi wa daraja hilo kumeathiri uchumi wa wananchi wanaotegemea eneo hilo kwa mahitaji na biashara, ikiwa ni pamoja na watumiaji wa barabara. Wananchi hao wameiomba serikali kuhakikisha inatatua changamoto hiyo kwa wakati ili kuondolea adha wanazozipata kwa sasa. Kazi aliyochukua hii tenda hususan ng'ambo ya pili, hizi njia diversion za kuingia huku hakuna. Nadhani mkuu wa mkoa, wewe mwenyewe umetoka mjini, umeshindwa kufika hapa na usafiri. Tatizo ni changamoto ya diversion ya ile barabara ya kule. Nadhani unaona raia wako wa Mwanza wote hapa wanatembea kwa mguu. Hizi zimegomea kule na zingine zimegomea kule. Kwa hiyo ni changamoto ya mkandarasi anayotengeneza hapa huu mradi. Kibao kiko pale, sawa. Kiwanda cha Shamjamali Magodoro ambacho kibao kinasema ni miezi 12 siku 360. Ukijenga nyumba kwa miezi 12 hii, kama process ndio imefikia hapa, je, huu mwezi mmoja mradi utaisha huu? Hauwezi. Hauwezi kuisha. Huu mradi huu wameanza kubomoa tangia mwaka huu mwezi wa pili. Hadi kufikia sasa hivi mradi haueleweki. Tangu mwezi wa pili wametengeneza nguzo mbili. Sasa hivi kama sisi wafanya biashara hatufanyi kazi, tunateseka. Okoa hili janga la watu kupata hasara na mitaro mibovu. Mpe maelekezo kuanzia leo haanze kuchimba mitaro mikubwa inayopokea maji kutoka juu kuteremka hapa chini barabara kubwa, ili yaelekezwe kwenye mitaro mikubwa ya kuteremsha maji ziwani. Tofauti na hapo tutaendelea kuumia sana kwa staili hizo unazoona. Atengeneze mtaro mkubwa. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amemwagiza mkandarasi anayejenga daraja hilo kuhakikisha anasafisha mitaro yote katika eneo hilo na kumtaka siku ya Jumatano kufika kwenye ofisi za mkuu wa mkoa kwa ajili ya kujadili juu ya utendaji wa kazi yake. Jumatatu, Jumanne, Jumatano nataka management yote ya huyu mkandarasi na nyinyi TANROADS tukutane kikao cha kujadili uwezo wa huyu mkandarasi, kwa sababu mimi siwezi kufanya maamuzi hapa bila kupitia mkataba, ili tujue kama unataka kuvunja mkataba, serikali na nchi yetu haitakiwi kuingia hasara, na tayari mkataba umebakia mwezi mmoja. Kwa hiyo pia akishindwa kucomply katika yale tutakayomweleza ndani ya mwezi mmoja, mkataba utakapokuwa umefika ukingoni, maana yake sisi hatutarenew nini mkataba. Kwa hiyo siku 3 mifereji diversion iwekwe. Jumatano management, watu wenye kauli na maamuzi katika kampuni hii, na wataka wafike ofisi ya mkuu wa mkoa. Sitaki niletewe mifundi nije kuongea na fundi ambaye wala hajui chochote. Nataka mwenye kampuni. Asante sana Emmanuel Maisha kwa taarifa hiyo. Mchungaji kiongozi wa usharika wa KKKT Kitunda Relini Edson Mgeni amesema kuwa ili taifa na kanisa viendelee kuwa imara vinahitaji vijana wanaowajibika, waadilifu, wanaotumika kwa wengine na wanaomcha Mungu kwa dhati. Amesema hayo wakati wa ibada ya ubarikio kwa vijana 36 iliyofanyika katika kanisa hilo lililopo mtaa wa Magole Kitunda Relini jijini Dar es Salaam, jimbo la Kati. Leo nimebariki hapa. Naomba nichukue wito wa ninyi wazazi kwamba watoto hawa waliobarikiwa leo sio kwamba wamekuwa na sio kwamba wamefika. Wanahitaji malezi makubwa kutoka kwetu sisi wazazi. Watakwenda mashuleni kama nilivyosema, hakikisheni wanakwenda shule ambazo wataendelea na ushuhuda waliotoka nao leo. Niombe wazazi mtusaidie kuendelea kuwalea watoto ili waendelee kushika imani ile ile ambayo wamefundishwa, waendelee kuishika hiyo mpaka maisha yao yote
ya utu uzima. Naye mwinjilisti kiongozi wa mtaa huo Witness Kiula amewaomba waumini wanaosindikiza vijana hao kubadilika na kuwa mfano mzuri wa maisha ya Kikristo, huku Happy God Mambali ambaye ni katibu wa mtaa na Nora Kimaro mwenyekiti wa malezi akisisitiza kuwa licha ya vijana kubarikiwa bado wanahitaji malezi na uangalizi wa karibu kutoka kwa wazazi na walezi. Kuna ambao wamekuja hapa lakini kuna wakati mwingine nashindwa kufika katika ibada. Watoto hawa mmewaleta madhabahuni na niwaombe wazazi wale ambao wamekuwa wavivu, kuna ambao ni wavivu kweli, tusiwaambukize watoto wetu hiyo roho ya uvivu wa kuja ibada. Ndio maana watoto tumewapa hivyo vitabu, ndio kuna kumwabudu nani? Mungu. Sababu mbegu ikipandwa inatakiwa ipaliliwe, imwagiliziwe maji ili ikomae. Sasa walimu wameweka mbegu kwa watoto wetu. Jukumu letu sisi wazazi ni kuisimamia na kuipalilia ili tukapate walimu wazuri, wainjilisti, wachungaji na wenye nyadhifa mbalimbali kanisani na serikalini. Kama amekiri imani ya Kikristo, kweli aishi sawa na imani ya Kikristo inavyosema. Kama amezishika amri na maana yake, ni sisi wazazi kuhakikisha ile amri aliyoisema anaishi kwenye maisha yake. Tutakuwa na Wakristo wazuri wa kanisa lijalo la kesho na kuendelea. Baadhi ya vijana waliopata kipaimara wametoa shukrani zao na kuahidi kuendelea kumuomba Mungu ili waishi maisha ya ushuhuda popote watakapokwenda. Nashukuru Mungu mbarikiwe siku hii ya leo. Naendelea kumwomba Mungu kwa mshuhuda wangu. Mimi nafurahia sana kwa kupokea kipaimara hiki. Yani na furaha sana katika maisha yangu. Kubarikiwa sio jambo rahisi sana. Mbunge wa jimbo la Kibaha Vijijini Hamoud Juma amesema katika kumuunga mkono Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ataweka mikakati madhubuti ya kushirikiana bega kwa bega na watumishi wa umma katika kuhakikisha anatimiza ahadi alizozitoa pamoja na kusimamia matumizi mazuri ya fedha zinazotolewa katika utekelezaji wa miradi mbalimbali katika jimbo lake kwa maslahi ya wananchi. Juma amebainisha hayo wakati wa kikao maalum kwa ajili ya kukutana na kujitambulisha rasmi kwa watumishi mbalimbali wa halmashauri ya wilaya ya Kibaha, ambapo wamewahimiza kuweka misingi imara ya kufanya kazi kwa weledi na kuachana kabisa na vitendo vya uzembe, uvivu na kushiriki katika vitendo vya rushwa, badala yake wawatumikie wananchi na kutatua kero na changamoto zao. Tunafanikiwa malengo ya kutekeleza miradi yote ambayo tutakuwa tumekusudia kuifanya, na kwamba wananchi wana matumaini makubwa. Kwa hiyo tuna imani kwamba miradi itatekelezwa ili wananchi wetu wapate nafuu. Kwa hiyo chama na serikali, kwa sababu serikali ni serikali ya Chama cha Mapinduzi, na utekelezaji wa ilani ni ilani ambayo ina mkataba baina ya wananchi na serikali, ilani ya CCM, lakini watekelezaji wenyewe ni serikali. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kibaha Regina Bieda amesema kwamba ameahidi kusimamia fedha zinazotolewa na serikali kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kuwataka watumishi wa umma kutekeleza majukumu yao ipasavyo kwa lengo la kuleta mabadiliko chanya ya kiuchumi kwa wananchi. Mbunge pia alipanga kupitia miradi miwili. Kwa hiyo tumepitia mradi wa stendi ambao umegharimu zaidi ya milioni 600 ambao uko unaendelea kujengwa kwa level ya zege. Mradi huo tunatarajia ndani ya miezi kama 3 hivi utakuwa umekamilika. Lakini pia ametembelea mradi wa soko ambao utagharimu zaidi ya bilioni 7, ni 7.7 bilioni. Na tayari tumeshatumia bilioni 3. Huu mradi utakamilika mwezi Februari tarehe 20. Naye katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Kibaha Vijijini Ezekiel Molel amesema kwamba ameridhishwa na mwenendo mzima wa miradi miwili ambayo wameitembelea na kwamba wana matarajio makubwa na serikali ya awamu ya 6 katika suala la kuwatumikia wananchi wa Tanzania. Tumetembelea miradi yote na tumpongeze sana mkurugenzi kwa hatua aliyofikia, na kama chama tumetoa maelekezo hadi tarehe 20 hadi 25 Januari kamati ya siasa itakuja kutembelea miradi yote miwili. Kwa hiyo kwa sasa hivi tuwapongeze hatua hii waliofikia, waendelee kufanya kazi, wananchi wetu waendelee kunufaika kama jinsi ambavyo rais wetu amewaahidi. Tuna mategemeo makubwa sana na rais wetu, na rais ameshusha fedha kwa ajili ya kuwatumikia wananchi. Kwa hiyo na sisi kama chama naendelea kusisitiza wasimamie miradi ya chama, wasimamie miradi utekelezaji wa ilani. Mbunge huyo licha ya kuzungumza na watumishi wa umma amefanya ziara kwa ajili ya kutembelea miradi miwili ya maendeleo,
ukiwamo mradi mkubwa ujenzi wa soko kubwa la kisasa pamoja na mradi wa stendi ya mabasi ambao unatarajiwa kukamilika ifikiapo Januari mwaka 2026. Mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo amesema serikali ya wilaya ya Ilala imeyachukua maoni ya wafanyabiashara wa Kariakoo, bodaboda na wamachinga wa Ilala ya kutaka kusitisha shughuli za biashara na usafirishaji siku ya tarehe 9 Disemba kufuatia tishio katika baadhi ya mitandao ya kijamii juu ya uwepo wa maandamano. Taarifa zaidi tuungane naye Goodluck Msola. Mpogolo amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa kongamano na kupongeza hotuba ya rais iliyotolewa bungeni hivi karibuni, kongamano ambalo limewaleta pamoja makundi mbalimbali ya vijana wakiwemo bodaboda wa machinga wa wilaya Ilala, ambapo amesema maombi hayo yanawasilishwa kwa viongozi wakuu ili kuona namna ya kusitisha shughuli za usafirishaji kwa bodaboda na biashara katika eneo la Kariakoo na masoko ya machinga ili kuepukana na makundi ya vijana ambao watatumia vibaya nafasi ya uwepo wa shughuli hizo katika kuharibu mitaji ya watu. Kwa niaba ya serikali niwapongeze na nimechukua mapendekezo yenu, nitayapeleka na mimi kwenye vikao vinavyohusika. Mmenipa mapendekezo makubwa mawili. La kwanza, mmesema kwa sababu tarehe 29 wale maharamia walitumia usafiri wa bodaboda kuharamisha mambo yao ya hovyo. Kwa kauli moja mmeisema hapa kwamba mnaomba siku hiyo ninyi maafisa usafirishaji msifanye shughuli kwa ajili ya amani ya Tanzania yetu. Mimi na kamanda RPC tuko wanaunga mkono, wanyoshe mikono yao. Asante sana. Nyosha mikono. Amina sana. Ili yule anayetaka kufanya uharamia asitumie kofia yetu ya bodaboda na bajaji kufanya uharamia wake. Na wapongeza, hiyo nimeipenda. Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa kipolisi wa Ilala Justino Mgonja amesema jeshi la polisi mkoa wa Ilala linafanyia kazi taarifa zote za uwepo wa matishio ya uvunjifu wa amani, huku akiwataka wananchi kuendelea kutoa taarifa za uwepo wa vitendo vya uvunjifu wa amani katika mkoa huo wa kipolisi wa Ilala. Kwa hata hili ambalo liko mbele yetu la kutunza amani, lazima tukae tukubaliane. Kwa hiyo Mheshimiwa DC alivyonialika, alivyonipa maelekezo, nikaona sina jinsi, lazima nije. Sisi polisi kazi yetu, kimsingi kazi yetu ni kukulinda wewe na mali zako. Mfanyabiashara anafanya biashara ili apate faida, aijenge nchi, apate maendeleo, tupate maendeleo ya nchi. Afisa usafirishaji ukiacha mbali kipato ambacho anakipata, lakini analeta flexibility kwa huyu mfanyabiashara, analeta flexibility kwa machinga, analeta flexibility kwa huyu muuza duka. Uongo kweli? Lakini sote sasa sisi, mfanyabiashara, machinga, afisa usafirishaji, mimi polisi, tuna jukumu la kutunza hii amani. Nao baadhi ya viongozi wa bodaboda na machinga katika wilaya ya Ilala wakizungumza, wameomba serikali kuwaruhusu wasitishe shughuli zao za kiuchumi na biashara na usafirishaji siku ya Disemba 9 kwa kuwa vijana wao wamekuwa wakitumia vibaya uwepo wa shughuli hizo ili kufanya vurugu. Kutokana na hii adha, tuna maelekezo na Mheshimiwa DC, zile uniformu bado ziko, mtaendelea kuzigawa bure kama nilivyosema. Tunataka watoto wao kwenye vituo, masharti ya zile uniformu lazima tuhakikishe umevaa helmet, usitoe side mirror, una leseni. Na nyinyi madereva wa bajaji na maguta hadi kadhalika. Lakini tunataka madereva wote mliokuwepo mjini kati na mliokuwepo wote mkoa wa Dar es Salaam, tuko katika usajili wa mwisho kuhakikisha madereva wote tumewasajili na kuwapatia uniformu na kufanya kazi zao. Kitendo cha Mheshimiwa Rais kuzungumzia maridhiano, kufungua ukurasa wa maridhiano, kukaribisha wadau mbalimbali, kwamba ni viongozi wa dini, kwamba ni wawakilishi wa makundi mbalimbali, wanazuoni, wazee na makundi mengine yote, ni jambo jema ambalo sisi kama vijana wazalendo wa nchi hii ya Tanzania
kuliona sio jambo la kuliacha lipite. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari.